Je, unajua kwamba kuna mboga moja yenye rangi nyekundu ambayo madaktari wa lishe na wanariadha wengi duniani huipenda sana? Wengi huita kama superfood ya asili, sio kwa sababu ni dawa ya miujiza, bali kwa sababu imejaa virutubisho vinavyoweza kusaidia afya ya moyo, mzunguko wa damu, stamina wakati wa mazoezi na afya ya utumbo. Tafiti zinaonyesha kuwa beetroot ina kiwango kikubwa cha nitrate za asili ambazo mwili huzibadilisha kuwa nitric oxide, inayosaidia mishipa ya damu kupanuka na kuboresha mtiririko wa damu. Lakini swali kubwa ni hili: nini hasa hutokea ukila beetroot kila siku kwa siku 30? Je, kweli inaweza kusaidia kushusha pressure? Inaweza kuongeza nguvu mwilini? Inaweza kuboresha afya ya moyo na ubongo? Au ni hadithi zinazozunguka tu mitandaoni? Leo katika video hii tutafichua faida 10 zinazoungwa mkono na tafiti za kisayansi. Tutazungumzia pia madhara yanayoweza kutokea kwa baadhi ya watu na nani anapaswa kuwa mwangalifu kabla ya kutumia mara kwa mara. Hakikisha unatazama hadi mwisho, kwa sababu faida ya mwisho ndiyo inayofanya wanariadha wengi duniani kutumia beetroot kabla ya mashindano. Kama unapenda mada za afya, ni kuombe bonyeza alama subscribe kisha kengele pembeni yake. Beetroot ni nini? Beetroot ni mboga ya mizizi yenye virutubisho vingi kama folate, potassium, iron, vitamin C, manganese, fiber, antioxidant na nitrate za asili. Virutubisho hivi vinaifanya kuwa mboga zenye manufaa kwa afya ya moyo na mishipa. Siku ya kwanza hadi ya 7, mzunguko wa damu unaweza kuanza kuimarika. Beetroot ina nitrate nyingi. Mwili hubadilisha nitrate hizi kuwa nitric oxide ambayo hupanua mishipa ya damu, huongeza mtiririko wa damu, husaidia oksijeni kufika vizuri kwenye viungo. Ndiyo maana wanariadha wengi hutumia beetroot kabla ya mazoezi ili kuongeza uwezo wa kufanya mazoezi kwa muda mrefu. Siku ya 7 mpaka ya 14, shinikizo la damu linaweza kupungua kwa baadhi ya watu. Tafiti nyingi zinaonyesha kuwa matumizi ya beetroot au juisi yake yanaweza kusaidia kupunguza pressure, yani shinikizo la damu, hasa kwa watu wenye shinikizo la juu la damu. Hata hivyo, si kila mtu anapaswa kutumia kwa kiwango kikubwa. Tunashauri tumia dawa ambazo unashauriwa na daktari, lakini pia tumia na beetroot kama nyongeza ya matibabu, si mbadala wa dawa. Siku ya 10 mpaka siku ya 20, nguvu wakati wa mazoezi inaweza kuongezeka. Nitric oxide huongeza matumizi ya oksijeni, hupunguza uchovu wa misuli na huongeza nguvu. Hii ndiyo sababu beetroot imekuwa maarufu kwa wanariadha wa mbio, baiskeli na michezo mingi ya uvumilivu. Siku ya 15 mpaka siku ya 30, mfumo wa mmeng'enyo unaweza kunufaika. Beetroot ina fiber nyingi ambazo husaidia kuzuia choo kigumu, kulisha bakteria wazuri wa utumbo na kuboresha afya ya utumbo. Utumbo wenye afya pia huchangia afya ya mwili kwa ujumla. Lakini pia ina antioxidant nyingi. Rangi nyekundu ya beetroot hutokana na betalains. Antioxidant hizi husaidia kupunguza oxidative stress, kupunguza uchochezi mwilini, kulinda seli dhidi ya uharibifu. Hata hivyo, ushahidi kuhusu kuzuia magonjwa kama saratani bado unaendelea kuchunguzwa, hivyo haipaswi kudaiwa kama tiba au kutumiwa kama tiba. Inaweza kusaidia afya ya ubongo. Kwa kuboresha mtiririko wa damu, beetroot inaweza kusaidia ubongo kupata oksijeni zaidi. Tafiti za awali zinaonyesha uwezekano wa kusaidia utendaji wa ubongo kwa baadhi ya watu, lakini ushahidi bado unaendelea kukusanywa. Inaweza kusaidia afya ya moyo. Virutubisho vya beetroot vinaweza kuboresha afya ya mishipa, kusaidia mtiririko mzuri wa damu, kupunguza baadhi ya vihatarishi vya magonjwa ya moyo kama shinikizo la damu. Lakini beetroot ni sehemu tu ya lishe bora na mtindo mzuri wa maisha, si tiba ya magonjwa yote. Ina virutubisho muhimu. Kwa kula beetroot mara kwa mara, unaweza kupata folate kwa utengenezaji wa seli, potassium kwa misuli na neva, iron ni chuma inayochangia utengenezaji wa chembe nyekundu za damu, vitamin C kwa ajili ya kinga na manganese. Je, beetroot inaweza kuongeza damu?
Beetroot ina iron na folate ambazo ni muhimu katika utengenezaji wa chembe nyekundu za damu. Hata hivyo, kula beetroot pekee hakutibu upungufu wa damu, yani anemia, unaotokana na sababu mbalimbali. Uchunguzi wa kitabibu na matibabu zaidi unahitajika. Madhara yanaweza kutokea. Baadhi ya watu wanaweza kuona mkojo kuwa mwekundu au rangi ya waridi, kinyesi kuwa chekundu. Hii ni hali ya kawaida. Hali hii beta-urea au bituria mara nyingi si hatari. Pia beetroot ina oxalates nyingi, hivyo watu wenye historia ya mawe kwenye figo wanaonywa kuwa waangalifu kabla hawajatumia kwa kiwango kikubwa. Wenye shinikizo la damu la chini, yani pressure ya kushuka, wanaotumia dawa za kushusha pressure wanapaswa kushauriwa na mtaalamu wa afya kabla ya kutumia beetroot kwa wingi. Njia bora ya kula beetroot: unaweza kutumia kama saladi, kuchemsha kidogo, kuoka kwenye juisi. Changanya na lishe yenye mboga, matunda, nafaka zilizokubaliwa na protini ili kupata manufaa zaidi. Ukila beetroot kila siku kwa siku 30 kama sehemu yenye lishe yenye uwiano, unaweza kupata manufaa kama kuboresha mzunguko wa damu, kusaidia kushusha shinikizo la damu kwa baadhi ya watu, kuongeza stamina yani nguvu wakati wa mazoezi, kuboresha afya ya utumbo, kupata antioxidant nyingi, kupata folate, madini ya chuma, potassium pamoja na kamba yani fiber. Hata hivyo, beetroot si dawa ya kutibu magonjwa yote, bali ni chakula chenye virutubisho vinavyoweza kusaidia afya kwa ujumla. Ikiwa una ugonjwa sugu au unatumia dawa, zungumza na mtaalamu wa afya kabla ya kufanya mabadiliko makubwa kwenye lishe yako. Nikutakie siku njema na Mungu akubariki. Tukutane katika mada ijayo.